Hussein, mambo vipi? Safi sana. Vizuri ndugu yangu. Nashukuru Mungu. Bwana, mechi ilikuwaje ndugu yangu? Mechi ilikuwa nzuri, wapinzani kidogo umetupa kidogo challenge. Kwa hiyo ilikuwa kama ni kipimo chetu kizuri, na naamini mwalimu kaona kwa kuweza kufanya kazi makosa yetu na mazuri yetu ili kipimo kilikuwa kizuri sana kwenda mchezo wa mbele. Mashabiki wetu walitegemea hii leo pengine tunapata ushindi wa mabao mengi kulingana na mpinzani ambaye tunaenda kucheza naye. Lakini mechi imemalizika, tumepata ushindi wa mabao 2-1. Huwezi kubeza kwa sababu nao ni wachezaji, japokuwa Simba ni timu kubwa, kwa kila mchezo unatakiwa tupate matokeo, lakini pia tunashukuru Mungu kwa matokeo. Kikubwa kilikuwa matokeo. Haijalishi 1-2, 2-1 au nini, kikubwa kilikuwa hasa ni matokeo. Kwa sababu kwenye kufuzu unahitaji matokeo, ushindi, yani sijalishi magoli. Kwa mara ya kwanza hii leo unapata nafasi ya kucheza mechi ya kimashindano, mechi ambayo watu wanapata nafasi ya kuona. Mimi binafsi nimekuwa nimekuona kwenye baadhi ya mechi lakini zimekuwa ndani. Hii ni mechi ya kimashindano kwako msimu huu. Unaizungumziaje na nini ambacho kinazungumza ndani ya moyo wako? Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu ilikuwa rahisi kupata nafasi. Unajua timu kama Simba unapopata nafasi kwa lazima uifanye kazi. Kwa nashukuru kwanza kwa kuweza kupata opportunity dakika 90. Ni kweli ni muda mrefu sijacheza mechi ya kimashindano, lakini leo mwalimu kaona anipe. Kwa hiyo naamini kwa nilivyocheza, naamini mwenye baadaye nitafanya review mechi, nitajua mazuri yangu na makosa yangu. Kilichopo mbele ni mchezo mwingine wa kimashindano, mchezo wa robo finali dhidi ya Al Masry ambao tunaanza ugenini kisha tutamalizia nyumbani. Tuzungumzie mchezo ambao tunaenda kucheza ugenini kwa niaba ya wachezaji wote wa Simba. Mchezo naamini hautokuwa mrahisi, ni mchezo mgumu, lakini sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri kwa kuwapa furaha mashabiki wetu na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu sasa hivi imefika hatua ya kuwakilisha nchi. Kwa hiyo tunaamini hatutoangusha wa Tanzania.